Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wangu. Basi karibu tuendelee na kipindi chetu. Tulikuwa tumeshafanya kipindi cha 4. Tunaendelea kujifunza neno la Mungu, lakini hasa kujifunza kwa habari ya kazi za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo kipindi chetu kitakuwa ni darasa la 5, tukiendelea na juhudi kabisa za kujifunza neno la Mungu. Na sasa tuanze kipindi chetu kwa kujifunza neno hili la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaanza na mambo machache, mengine alishatangulia. Masomo nimeshafundisha. Nimeshafundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu na vitu kama hivyo, ni nani, kazi zake, nyakati na nini, lakini tunapozidi kwenda mbele, basi ninaamini tutaendelea kujifunza neno la Mungu ili kuweza kutembea sawa sawa. Sasa katika darasa letu hili la 5, leo tunajifunza darasa la 5. Darasa la 5 kwa habari ya kujifunza kazi za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulijifunza kazi mojawapo kwamba Roho Mtakatifu yeye ndiyo mtoaji wa karama na neema. Sasa kwa sababu ya kukimbizana na muda, nitakuwa na kuwekea maandiko, ama wakati tunafanya final editing ya vipindi vyetu, basi tutakuwa tunaweka hayo maandiko hapo chini. Lakini na mimi natamani kwamba wewe na Biblia yako, uwe na kalamu yako na kitabu chako, ili kuweza kuweka haya mambo tuweze kwenda pamoja. Kwa hiyo kazi ya kwanza tulisema ni mtoaji wa karama na neema. Hii nimeshaielezea kwa mapana sana, kwa hiyo nisingependa kurudia. Lakini kazi ya pili, Roho Mtakatifu ndiye anayezungumza na makanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 2:11, na maanisha mlango wa 2 aya ya 11, kasome aya ya 17, kasome aya ya 19, kasome pia kitabu cha Ufunuo hicho mlango wa 3 aya ya 6, lakini soma mstari wa 13 na mstari wa 22. Utagundua kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayezungumza na makanisa kwa sasa. Na hii nitakuja kuliweka vizuri tutakapoanza kuja kutofautisha kazi ya Roho Mtakatifu kabla ya Pentekosti na kazi ya Roho Mtakatifu kwa wakati huu wa kanisa, wakati wa sasa. Lakini Roho Mtakatifu kwa wakati wa ule wa utawala wa miaka 1000, Kristo atakaposhuka na kutawala miaka 1000. Lakini tutajifunza pia mifano yake, lakini tutajifunza kazi zake kwa watakatifu. Na nilishasema kwamba tutajifunza kwamba namna Roho Mtakatifu alivyoweza kupokelewa katika makundi 4. Wayahudi, wa Samaria, watu wa mataifa na wale wanafunzi wa Yohana. Kwa hiyo kazi ya pili ni kwamba Roho Mtakatifu anasema na kanisa. Lakini kazi ya tatu yeye ndo anayetoa maelekezo. Roho Mtakatifu yeye ndo anayetoa maelekezo, ama mwelekeo ama mwongozo. Lakini Roho Mtakatifu ndiye anayetoa maelekezo. Kukubaliana na maandiko hayo, soma kitabu cha Marko, Injili ya Marko 13:36, 13:11, lakini Matendo ya Mitume 10:19, alafu Matendo ya Mitume hiyo 11:12, Matendo ya Mitume hiyo 21:11, na waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo 4:1. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kazi nyingine ya 4, yeye ndo anayetuombea. Yeye ni mwombezi wetu, anayetuombea. Anayetuombea. Nafikiri utakuwa unakumbuka kwamba yeye naye utusaidia kuomba nini kwetu kusikuweza kutamkika sio katika vitu gani. Nafikiri utakuwa unakumbuka. Soma kitabu cha Paulo alichowaandikia Warumi mlango wa 8 aya 26 mpaka ya 27, kwamba yeye ni mwombezi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kazi nyingine ya 5, yeye hutusaidia katika udhaifu wetu. Soma hiyo kwamba yeye ni msaidizi katika udhaifu wetu. Kuna wakati mwingine tunaweza tukawa hatujui namna ya kuomba, wakati mwingine tunaomba vibaya, na wakati mwingine mambo kama somo utakuja kujifunza hili la maombi, kwamba maombi ni nini na Mkristo anapaswa kuomba namna gani na anatakiwa kuomba nyakati gani katika staili gani ama staili zipi. Tutakuja kujifunza hayo mambo.
lakini Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu. Sisi tunayo madhaifu mengi, na madhaifu yetu hayawezi kutoka kwa urahisi kwa nguvu zetu wenyewe, haiwezekani. Lakini Roho Mtakatifu anavyokaa ndani yetu, yeye anatupa nguvu za kuweza kushinda udhaifu fulani. Unaposhinda jambo fulani, usifikiri umeshinda we kwa nguvu zako, hapana, lakini ni Roho anayeishi ndani yako, anakuwa amekusaidia jambo fulani. Mimi nakumbuka wakati tuko wadogo, nitamtaja huyu rafiki yangu, hawa nawaweza kwa nitawataja tu. Kule Msewe, mimi nimekulia Msewe Ubungo, pale Kibo kwa ndani kidogo nikiwa mdogo. Sasa tulikuwa tuna hali wakati fulani hivi ile hali sio ya kupika pika na nini, unakuta sio vijana na nini, unakuta amekalangiza mambo yake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna wale wazee ambao yani chakula kikisha iva sisi tulikuwa tunaita wazee wa nini, yani unapakua tu, huyu hapa ashafika. Sasa wakati mwingine alikuwa anakuambia, na mimi nilikuwa na machale sana, yani wakati wa kupakua apakulia hapa, anaenda kupakulia msituni. Kwa hiyo ukifika hapo unakuta tu moto na una nini, lakini chakula hakipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuambia na mimi machale alicheza, lakini wakati mwingine ni roho ambayo iko ndani yake inayoweza kumpa utabiri juu ya jambo, kwamba wakati huu ondoka. Lakini pia unaweza ukawa umeshuhudia we mwenyewe, kuna wakati labda inaweza ikatokea tukio fulani, ukasikia msukumo wa jambo fulani kwamba labda ondoka hapo mahali. The moment unaacha hiyo sehemu, unakuja kuambia labda tukio fulani limetokea huko nyuma, unasema halo kumbe mimi nina machale. Lakini sio kwamba una machale, bali ni roho fulani inayokuhudumia ndani yako, ndio inayokava huo udhaifu. Kwa hiyo hapa Roho Mtakatifu yeye anatusaidia katika udhaifu wetu, Warumi 8:16. Lakini namba 6, Roho Mtakatifu ndiye anayeshuhudia. Anashuhudia nini? Kasome. Kazi ya Roho Mtakatifu mojawapo ni kushuhudia. Lakini sitaki kusema kushuhudia nini, lakini za nikakuibia tu habari ya haki, sijui nini, hukumu na vitu kama hivyo. Roho Mtakatifu anashuhudia. Soma Matendo ya Mitume 5:32, soma Matendo ya Mitume 15:28, soma Matendo ya Mitume 20:23, soma kitabu cha Warumi 8:15 mpaka 16, soma Waebrania 10:5, waraka wa kwanza wa Yohana 4:13, 5:6 mpaka 8. Ninakimbia kwa sababu najua sasa utakuwa umekomaa. Utakuwa umekomaa na mimi nataka ukomae. Kwa hiyo unaweza kaandika hayo mambo, alafu utakuja kusoma kwa muda wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la 10, anatupa kuona. Hapa nilitamani uweze kutofautisha kule kutizama kwetu kwa macho na kuona, ili ono. Yeye ndio anayekupa hayo uko kuona ndani. Kuna wakati mtu anaweza akapita kwenye nyakati na kwambia kwamba hata mimi ilikuwa inanitokea wakati mwingine. Unaweza ukawa kama kwenye ndoto, lakini kama you are physically active kabisa, na unaona jambo fulani, na msi Mungu aendelee kunipa hicho kipawa, ama anipe hiyo karama. Ilikuwa inanisaidia sana kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kuona kule ninako kwenda ama jambo fulani linavyotokea. Kwa hiyo unakuwa physically kabisa umeamka. Na watu wengine katika imani zile za upande wa pili, wengine walikuwa wanaamka kabisa. Mtu anaweza akaamka akafanya jambo afu akarudi kulala. Ukimwamsha asubuhi hakumbuki chochote, lakini aliamka usiku akafanya lile jambo na akarudi kulala. Kuna watu ambao waliamka wakatoka nje kabisa, na walikuwa wana uwezo wa kuona vitu na viumbe ambavyo katika macho ya kawaida huwezi kuviona. Ndio hiki ninachozungumzia hapa, kwamba yeye anatupa uwezo wa kuona. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume 11:27. Yeye ndio anayetupa huo uwezo. Katika hali ya kawaida hautaweza. Kuna watu ambao wanakwenda kwa kuhisi. Anasema labda nilipopita sehemu fulani nikasikia mwili umesisimka. Umeona? Ni kwamba mwili wake una react kwenye certain forces, ambazo zile forces zinapoingia kwenye mwili wake, ina maana zinampa signal fulani kwamba kuna jambo fulani lisilo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anakuambia nywele zilinisimama sio. Sasa na vitu kama hivyo, kuelekea wapi anajua mwenyewe. Lakini pia soma Matendo ya Mitume 9:17 kwamba huyu Roho Mtakatifu ndio anayetupa uwezo wa kuona. Lakini hii ilikuwa namba 6, hii namba 7. Sorry, namba 5, 6, namba 7 kwamba anatupa uwezo wa kuona. Namba 8, Roho Mtakatifu ndiye anayeagiza, ama ndiye anayepeleka, ama ndiye anayetuma kwenye kitu fulani. Lakini pointi hii ningependa kutumia kupeleka, ama ndiye anayetuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 13:4 utakuta habari hiyo. Lakini pia
namba tisa, huyu ndiye anayezuia anayezuia kwamba jambo fulani lifanyike na jambo fulani lisifanyike, ama kitu fulani kifanyike na kitu fulani kisifanyike. Ukisoma wakati wana wa Israeli wanarudi kutoka Misri, kuna kitu cha ajabu ambacho kama ni msomaji wa Biblia utagundua. Biblia inasema kwamba kuna nguzo ya moto ambayo iliwaongoza usiku, lakini kuna wingu lililowaongoza mchana. Na lile wingu lilikuwa kwa mfano ile nguzo ya moto ilikuwa inawapa mwanga ili waweze kuendelea, ilikuwa inatoa nuru ili kuwafanya wao wakati mwingine sehemu walikotakiwa kuendelea kutembea waendelee kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama kama lilikuwa ni jambo la usalama na kujipanga, ile nuru ilikuwa inawatosha. Katika hali ya kawaida unaweza ukafikiria kwamba yamkini Mungu aliyotengenezea nguzo, lakini ukisoma vizuri ni kana kwamba ilikuwa ni roho, na tunaamini wale wasomaji wa Biblia kwamba yule alikuwa ni Roho Mtakatifu ama Roho wa Mungu ambaye alikuwa anawatangulia usiku na mchana wakati wote wa safari yao. Kwa hiyo hapa tunaposema anayezuia, manake aliweza kuweka equal distance. Hata wewe jifikirie namna gani ambavyo askari wa Misri pamoja na farasi waliokuwa nao na vyombo walivyokuwa navyo walishindwa kuwafikia wana wa Israeli ambao mbele yao kulikuwa na bahari na wao walisimama, na pale kulikuwa na wanafiki wazuri sana waliowaeleza wana wa Israeli kwamba okay, tuliwaeleza kwamba Musa hawezi kuwapeleka popote. Sasa angalieni ambalo litawakuta. Sasa hizi redio mbao ningependa wewe uzifahamu. Kuna watu watatu waliokuwa wabaya kabisa katika kundi la wana wa Israeli. Sasa kwa leo, kwa sababu sio kitu tunachofundisha, sintawasema, lakini hawa ni watatu, na huyu mmoja alikuwa ndio mpiga filimbi wa matukio mengi ya wana wa Israeli kuwapelekea wa Misri ambao ni watawala, hata kwamba yeye mwenyewe alikuwa ni Mwisraeli, alikuwa ni Myahudi, lakini alikuwa anaweza kueleza taarifa zote anawapelekea. Sasa leo sintawasema, lakini naamini kwamba huko mbele tunakokwenda tutajifunza, na Mungu akitupa wakati basi tutajua hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sababu ya 10 kwa leo, sababu ya 10 ni kwamba yeye ndio anayeachilia nini? Unabii, ndoto na maono. Na hata kama ni Kristo ndio anayekupa ndoto na maono, nimeshafundisha hiki kipengele kwamba mafunuo ya hiki ambacho Mungu anakuachilia, Roho Mtakatifu anayo kazi ya kufanya kwa ajili ya hiyo. Kwa unaweza ukaomba, na wakati mwingine ukiomba jambo ukaona hulielewi, ukaomba jambo ukaona hupati majibu, ama ukaona maono na ndoto ama na njozi ambazo huzielewi wala hupati majibu, piga magoti yako, muombe Roho Mtakatifu akupambanulie jambo lile. Roho Mtakatifu atakwambia Mungu alitaka kusema nini na wewe kwa nyakati hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na soma kitabu cha Matendo ya Mitume 2:17. Lakini soma pia kitabu cha Matendo ya Mitume 2:18. Lakini soma pia waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto 12:1, nafikiri utapata jibu pale. Lakini rudi na kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 11:28, utapata majibu pale. Nikushukuru kwa ajili ya kuchukua muda wako. Tayari tumesha cover sababu zingine 10, na hiki ni kipindi chetu cha 5 kuendelea kujifunza kazi za Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu ni nani na anafanya kazi gani kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeanza vipindi hivyo vya kazi za Roho Mtakatifu, na hiki ni kipindi cha 5. Ni kipindi cha 5. Kwa hiyo tutakuwa tunasogea tena mbele katika kujifunza habari za Roho Mtakatifu. Ni kiu yangu kwamba tuweze kukava kazi nyingi za Roho Mtakatifu kwa kadri wa Roho Mtakatifu huyo ama nguvu ya Mungu itakapoweza kutufikisha. Mimi nafundisha hizi, sifungi, lakini mtumishi mwingine atakufundisha vitu vya ziada kwa habari ya kazi za Roho Mtakatifu. Zipo na mwishoni tutakapokuwa tunafanya majumuisho ya kazi hizi, basi tutafanya kwa pamoja na tutachukua yale ambayo yanawezekana. Yamkini mengine tutakuwa tumetaja, mengine tutataja, lakini utakuta kwamba katika hitimisho, katika somo hilo ama somo ambalo tunafundisha kwa habari hizo, basi uelewe kwamba kazi za Roho Mtakatifu ni hizo. Mimi nisingependa kuomba sadaka na nisingependa kabisa kutumia hii kauli, lakini yamkini unasikia msukumo ndani yako kunisaidia. Namba yangu ya simu ni 0784 662210.
lakini pia unaweza ukatuandikia kwa anwani ya 1024 Iringa. Lakini pia kama unahitaji kupokea vipeperushi na vitabu vidogo vidogo vya bure vitakavyokuwa vinafundisha habari za Mungu, basi niandikie kwa anwani hiyo. Mimi nitakuandalia hivyo vitabu na nitakutumia. Gharama yako itakuwa ni kulipia usafiri ama gharama za posta ili vitabu hivyo vikufikie huko uliko. Mungu akubariki. Ninakuombea amani ya Bwana ipate kuwa pamoja nawe. Mungu akashughulike na maadui zako, akashughulike na wale wanaokuzuia katika mafanikio yako, akashughulike na wale wanao kukanyagia katika biashara zako, wale ambao wanachukua nyota na nguvu yako, lakini wale ambao wanaingia katika familia yako na kusambaratisha mahusiano yako, wale ambao wanazuia akili na ufahamu wa kimungu kwa watoto wako, katika shamba lako na katika mifugo yako. Mungu akakutangulie katika Utatu Mtakatifu. Naomba na kushukuru. Amina. Basi tukutane katika kipindi kinachofuata. Tunaendelea kujifunza habari za kazi ya Roho Mtakatifu.